kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Bwana, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo. zaidi ya niombavyo, zaidi ya nitakavyo. Unaweza kufanya, unaweza Yesu, zaidi ya tarajio, zaidi ya niombavyo. Unaweza kufanya, unaweza Yesu, unaweza kufanya, Bwana, unaweza unaweza kutenda yale mambo zaidi ya niombavyo. Bwana, Unaweza kufanya, Simba wa kabila la Yuda, unaweza unaweza kutenda yale mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Bwana, unaweza. Unaweza zaidi mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Mambo makubwa zaidi ya niombavyo. Yale mambo makubwa zaidi ya tarajio. Yale mambo Makubwa zaidi ya niombavyo. wako lakini wamekataliwa. Kila chochote unachotaka kufanya, kuna kisirani inaenda mbele. Roho ya ukataliwa nayo inatangulia, unakatazwa. Bwana Yesu asifiwe. Umejaribu kazi, upati. Umejaribu biashara, haiendi. Chochote unafanya hakikui. Kuna roho ya kukataliwa iko mbele yako. Sifiki kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Kila plani unayofanya haisongi. Kwa nini? Umevalishwa roho ya kukataliwa. Leo kisirani ihame. Leo kisirani iondoke. Nimetafakari nikagundua hakuna mtu alizaliwa fukara. Lakini ufukara huletwa. Spiriti ya umasikini huja juu ya mtu na ikaanza kumpeleka vile inataka, wakati imepata nafasi ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe.
Nakumbuka rafiki yangu mmoja, japo amekataa wokovu kabisa. Tumekuwa naye kijana mpaka sasa, tumezeeka naye, lakini hajaoa. Ngoja nikwambie spirit mbaya ambayo inaweza kukuingia usiowe na usiolewe. Huyo jamaa kila tukikutana, anafanya kazi ya askari hapo Mombasa, nilimwacha ako pande hii. Ananiambia, rafiki yangu, mimi na shida moja tu. Nikiona mrembo niambie huyu sasa nataka nimuoe. Na nitumane hata watu atongozwe, aletwe karibu ili tuongee. Basi akifika yale maneno ya kumwambia inapotea, na baki nikilia. Mwanaume. Na nimemjaribu sana kumwambia njoo kanisani, tuje tutafute Mungu, tuone hii ni nini. Sasa kama tumekuwa watoto sote, tukacheza sote, mpaka sasa mimi nimefika umri huu, yeye ako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Shetani habahatishi. Akilenga amelenga. Ananiambia aliletewa msichana na ndugu zake kwa nyumba. Akaambiwa sasa tumekuletea mrembo, ndiye huyu, ketini msungumuze. Alibaki akilia msichana mpaka akachanganyikiwa akatoka. Na ni vitu vinafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Yani akiona msichana tu, natamani yule nini awe wangu, lakini akifika karibu anahisi kuogopa ambako si kwa kawaida. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Na hizi ni roho ambazo zinamwandama. Ukiona mtu wa aina hiyo, huwa ameoswa roho ile tunaita spiritual wife, anayo. Na mbaya kabisa uozwe hiyo roho ya nyanya aliyekufa. Hapo lazima utafute Mungu. Yani roho ya mtu wa kufa ndio inakuwa bibi yako. Sasa kila ulalapo hiyo huja. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ni mwanamke, unaozwa roho ya mwanaume aliyekufa, kila ulalapo inakuja. Saa ngapi utatamani kuolewa? Wakati umekutana na mvulana na kuambia baby, mimi wajua sipati usingizi, ndio huwa mnasema hivyo. Sipati usingizi kwa ajili yako, mimi basi hata nikila chakula sishibi, na ameshiba. Lakini ni maneno tu ya kumtoa nyoka pangoni. Bwana Yesu asifiwe. Wewe dada unajisikia kusinywa na huyo mtu, unatamani hata mpige ngumi saa hiyo. Manake mumeo wa kispiriti amesimama pale. Anasema unanena nini wewe? Anaingia kwa roho yako umchukie yule mtu. Ukiachana naye sasa, ndio mawazo mengine singemjibu vizuri yanakuja baadaye. Maana una mume ndani ya maisha yako ambaye hapendi uolewe. Mwambie jirani yako kisirani leo itoke. Nisomee kitabu cha nani atatusomea? Kitabu cha Kutoka. Nataka tuanze na Kutoka 20. Ni 20 ama ni ngapi? 23 kuanzia 20. 23 mstari wa 20 Kutoka. Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako, ili akulinde njiani, na kuepuka na mpaka. Hapana. Soma vizuri. Nikwambia kukupeleka miwani. Tazama, mimi namtuma malaika aende mbele yako, ili akulinde njiani, na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Jitunze mbele yake
Uisikize sauti na yake. uisikize sauti yake, Wala usimtie kisirani. wala usimtie kisirani, Maana hata wasamehe maana hata wasamehe makosa yenu. makosa yenu, Kwa kuwa jina langu kwa kuwa jina langu limo ndani yake. limo ndani yake. Simamia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Tazama na mtuma malaika aende mbele yako. Hii ni maneno ya Mungu mwenyewe. Anaambia Musa safari ya wana wa Israeli, kuna mahali amewatengenezea, na akamtuma malaika awaongoze, lakini anawaambia muisikize sauti yake, muisikize sauti yake, wala msimutie kisirani, kwa maana hata wasamehe, na kwa sababu jina la Bwana liko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila aliyeokoka anaye kiongozi ambaye atakuongoza kukufikisha mahali unapofaa kufika. Lakini kwa nini tumekwama? Hatuendi mbele tukafika mahali pale. Ni kitu gani? Unajua saa ingine mimi huomba nikawa nataka kujua ni shida ni nini kimesababisha mpaka watu wa kuokoka ndo masikini. Unajua masikini wengi ni waokofu, ama hamjafikiria hilo? Bwana Yesu asifiwe. Ni nini kinasababisha hatufiki pale Mungu tengezea? Hivi kweli alitutengezea mahali pabaya? Ni kweli, lazima ni pazuri, lakini kuna neno amesema msimutie kisirani, maana jina langu limo ndani yake. So mahali panapotangulia kisirani hakuna kupita. Bwana Yesu asifiwe. Soma. Lakini uisikize sauti yake kweli. Lakini uisikize sauti yake kweli. Kweli. Na kuyatenda yote ninenayo. Na kuyatenda yote ninenayo. Ninenayo mimi. Mimi Ndipo mimi nitakuwa. Ndipo mimi nitakuwa. Adui wa adui zako. Adui wa adui zako. Na mtesi wao. Na mtesi wao wakutesao. Bwana Yesu asifiwe. Naona niko mbali, niche karibu. Bwana Yesu asifiwe. Yani Mungu anaahidi maneno mazito, nitakuwa adui wa adui zako. Utakaposikiza sauti ya malaika, kwa sababu jina langu limo ndani yake, ndipo mimi nitakuwa adui wa adui zako, na mtesi wa wale wanaokutesa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tazama siku ya leo tunaona watu wanatesa, wanasema wana Mungu, lakini adui hawapigwi. Ni nini kimezuia? Bwana Yesu asifiwe. Hebu rudia mstari, hawajasikia vizuri. Rudia. Lazima kisirani itoke ili tufike tunapotaka. Soma. Lakini ukisikiza sauti yake kweli. Lakini ukisikiza sauti yake kweli. Na kuyatenda yote ninenayo mimi. Na kuyatenda yote ninenayo hapa. Ndipo mimi nitakuwa. Ndipo mimi nitakuwa. Ni adui wa adui zako. Ni adui wa adui zako. Na mtesi wa watesi. Na mtesi wa watesi wako. Jamani, hili neno sijui kama mnanielewa watu hawa. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo mimi nitakuwa adui wa adui. Hawa maadui zako. Kwa nini Mungu hawi adui zake? Si ameahidi? Kwa nini hageuki akafanya kile ameahidi? Ni nini kiko pale? Huenda kuna kisirani iko hapo katikati. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Januari mpaka Disemba
umevumilia shida moja na haiondoki, na huku Mungu anasema takuwa adui wa adui zako. Ni nini kimesababisha hawezi kuwa adui juu ya maadui zako? Lazima kuna shida. Kuna shida. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka maadui wanajipiga kifua, wanasema huyo mpaka tutamuonyesha. Na Mungu aliahidi. Wacha tugeuke kutoka leo, tuisikize sauti ya Bwana. Tukaisikize sauti ya Bwana ili msababishe Bwana kuwa adui wa adui zetu. Nitakuwa adui wa adui zako. Sema Bwana, ni leo maadui zangu wanaendelea kunitesa, wanaendelea kunikanyaga. Kwani huyu Mungu alidanganya? Hapana, kuna kitu kiko pale. Hapana, kama ni hivyo basi lazima tusikize hiyo sauti ili Mungu aanze kupambana na hao maadui. Bwana Yesu asifiwe. Hapana, haiwezekani. Hivi kweli Mungu atasema uongo? Hapana, hapana. Hawa maadui mbone wapate nafasi wakati Mungu ameahidi yeye atakuwa adui wa hao maadui, ili mimi niwe huru, ili wewe uwe huru. Mbone leo maadui wanatamba juu yako, mpaka wanajigamba, mpaka wanatoa vitisho? Hapana, kuna kitu. Kuna kitu kingine. Mwambie jirani yako, lazima tusikize sauti ya Bwana sasa. Soma. Na mtesi wa hao wakutesao. Na mtesi hao wakutesao. Awatese. Wale wanaokutesa wateswe. Bwana Yesu asifiwe. Tuondoe kisirani ili wanaokutesa wateswe. Bwana Yesu asifiwe. Waliokukatalia maisha yako wateswe. Waliofunga watoto wako wateswe. Wanaofunga ndoa yako waanze kuteswa. Mwisho wa mwaka huu wasione amani, wateswe kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu ameahidi, lakini ametupa sharti moja, tuisikize sauti yake. Anasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Tatizo ni moja tu, tumekuwa wavivu wa kusikiza. Tumekuwa wazembe wa kusikiza, lakini hatutendi. Na hapo ndo tumempa mwanya shetani. Acha kuanzia leo tuanze kusikiza na kushika. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Mungu aanze kuwatesa. Mwambie jirani yako, sasa watesi wangu watakiona cha mtema kuni. Soma. Endelea. Kwa kuwa malaika wangu watatangulia. Kwa kuwa malaika wangu watatangulia mbele yako. Na kukufikisha kwenye Mwamori. Kisirani cha kwanza. Na Muhiti kisirani cha pili. Na Mperezi kisirani wa tatu. Na Mkanaani ndo kisirani mkubwa. Na Muhivi. Na Myebusi. Nami nitawakatilia mbali. Watoke mbele yako. Huyo malaika atakufikisha kwenye hivyo vikwazo, lakini mwenye atawaondoa si wewe. Lazima tuisikize sauti ya Bwana. Lazima. Kuna kitu kimetuzuia hapa, hatupenyi. Nimetengeza parking hapa, inangoja magari. Chagua yako leo, useme nitapaki hapa. Maana Bwana atawatesa hao watesi wako. Atawatesa na atakupeleka mpaka kwenye hayo mataifa yote, kisha wakatilie mbali, waondoke, wakupishe, uwe huru. Kile kilichozuiliwa kije mbele yako. Anza leo kusikiza sauti ya Bwana. Anasemaje? Rudia mstari, rudia. Hatuna haraka.
Kwa Tuko kuwa kwa ibada. malaika wangu Kwa atatangulia kuwa malaika wangu atatangulia mbele yako mbele yako na kukufikisha kwenye Mwamori. na kukufikisha lakini yuko mbele yuko mbele Na Muhiti, mpaka afike kwenye Mwamori, na Muhiti, akutangulie tena Na akufikishe kwenye Muhiti, na Mperezi, akutangulie tena akufikishe kwa Mperezi, na Mkanani, akutangulie tena akufikishe kwa Mkanaani, na Muhivi, atangulie tena akufikishe kwa Muhivi, na Muyebusi. kisha aende mbele kabisa afike kwa Muyebusi. Nami nitawakatalia Alafu mbali. mataifa hao wote watakuwa wamekutangulia, Mungu wa mbinguni hawakatilie mbali, hawatakusuia. Shida tuko nayo, hatusikizi sauti ya Bwana, tumeiacha mbali. Tunajifariji tukisema tutaona muujiza. Hakuna muujiza pasipo kuishika sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yule ni mama wa Ukunda. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka huko Ukunda ni kwema. Soma, endelea. Mwanangu, kwani simsalimie wewe? Usisujudie miungu yao wala kuitumikia wala usiende mfano wa wala usitende mfano wa matendo yao, bali utaangamiza kabisa nguzo zao utazivunja vipande. Bwana Yesu asifiwe. Miungu yao usisujudie, kwa maana jameni, hutaabudu Mungu mwingine. Sikiza sauti ya Bwana. Kisirani lazima itoke mbele yako. Kuna watu hapa wanajiuliza maswali, kwani ilikuwaje mpaka niko hivi? Na sikuwa hivi. Kulituma roho ya kisirani juu yako. Unakumbuka ulikuwa vipi na leo ukoje? Bwana Yesu asifiwe. Kisirani itoke. Inua mkono wako wa kuume, sema Bwana Yesu. Sema kwa imani, Bwana Yesu, siku ya leo nasikiliza neno, nami niko tayari kuisikiza sauti yako. Bwana wangu, nisaidie nikawe mtiifu. Soma. Nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibariki chakula chako na maji yako ya kunywa utabarikiwa. Nami nitakuondoshea ugonjwa, nami nitakuondolea na huo ugonjwa pia kati yako hautakuwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini chanzo chake ni kuisikiza sauti ya Bwana. Kisirani itoke. Mpe mkono jirani, mwambie leo natoa kisirani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Tutabaki mpaka lini shetani atucheze mpaka ajigambe mbele yetu? Hapana. Lazima aondoke. Hapana. Haiwezekani. Mkanaani lazima atoke, na ndiye yule amekamata tumbo lako. Huyo ni Mkanaani. Na Muyebusi naye amekamata ndoa yako. Huyo Muhivi ndo ameshikilia hiyo kazi yako, hataki kuiachilia. Lazima atoke leo, maana Bwana ameahidi kumkatilia mbali. Soma wewe, soma. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako. katika nchi yake.
Jameni, Na hesabu ya siku zako hesabu ya siku zako nayo nitatimiza. nitaitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Hapatakuwa na mwenye kuharibika kwa mimba, ni pepo. Kuwa tasa ni pepo. Maana Bwana amesema hakutakuwa na tasa katika nchi yake. Kwa hivyo ukiwa tasa ni pepo. Na kama Mungu ameahidi kuwaondoa, pole tusiwakemee wakaenda. Tumepewa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Hapatakuwa na mwenye na hiyo hesabu ya miaka ya timia. Hata kufa ovyo ovyo pia ni pepo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kisirani itoke. Kuna watu hawafurahii ndoa zao. Kuna watu hawafurahii kazi zao. Wanafanya kazi na mishahara haikai. Roho ya kisirani imesimama ndani yao, inapeperusha mali zako. Huoni kwa kwenda, kila siku ni mbio, lazima ihame leo. Ukiona mtu anasinzia, mwambie tulikeshe Ijumaa. Njoo Ijumaa tukeshe. Leo ni ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingine vinanitia uchungu, unahisi uchungu. Kwa nini Mungu hawezi kuahidi kufanikisha watu wake alafu waendelee kubaki hivyo? Ni kwamba Mungu ni mrongo? Hapana, kuna shida. Na kama ni kisirani ihame. Kuna ngoma zingine wanaandaa mwaka, wanafunga hiyo miungu yao. Lakini sasa nakataa kwa jina la Yesu. Hakuna mkono wako wa kuume. Sema mwaka huu maagano ya kwetu inayofanyika na mwaka eti tusike, hakuna. Nimekataa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tukatae. Lazima. Roho ya visirani inangoja ndugu zako wasafiri waanguke, waangamie. Museme ilikuwa ajali, si ajali. Nilinyanya na libabu na madhabahu zao. Leo lazima tukatae. Hakuna. Soma. Nitatuma utisho wangu. Bwana anasema nitatuma utisho. Leo tunamwambia Bwana atume utisho kwa hiyo misimu yao. Wakiandaa nyoka aende barabarani, atishwe. Soma. Utangulie mbele yako. Nami nitawafadhaisha watu wote. Watakao kufikiria. Nami nitawafanya hao adui zako. Wote. Wakuonyeshe maungo yao. Kwa mfano ni mbio. Nakwambia ni mbio. Tunamwambia Bwana atume utisho. Alafu wao ukifika siku hiyo wakutoroke. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka ndugu mmoja nilikuwa naye hapa, akaenda siku moja kwa baba yake amusalimie. Kufika pale kwa boma, bado anasalimia hizi nyumba zingine. Baba ako mlangoni, akaingia nyumbani mwake, akatoka na mlango wa nyuma na akaenda. Si baba alikuwa hapa, ameingia huko ndani, kuingia akamba ametoka huko, akiangalia yule. Ni safari. Huko kufika saa 9 anapiga simu. Huyo baba yako mdogo ameondoka. Akajua kumbe toroka. Hivyo ndivyo itakuwa. Bwana anasema nitatuma utisho na maadui zako watakuonyesha maungo yao. Mwaka huu lazima wakuonyeshe maungo yao. Maana visirani vitahama. Bwana Yesu
Yesu asifiwe. Soma, soma. Nami nitapeleka mavu mbele yako. Alafu atapeleka mavu. Wangapi waliumwa na mavu siku moja? Unaonaje wewe? Unaonaje wewe? Anasema nitapeleka mavu mbele yako. Kwa hivyo wasipoogopa utisho, mavu wanafuata. Wewe bado hujafika. Unaona kama harusini huwa kunaingia kakundi fulani, kaimbe kapite, kuje kakundi kengine, kaimbe kapite, ndo kuje kale ka flower gali katupetume maua, ndo sasa bibi harusi Sasa basi wa kwanza atakuwa mtisho, awatishe pale mizimuni, awafadhaishe. Wa pili anakuja mavu. Endelea. Nami nitapeleka mavu mbele yako. Nami nitapeleka mavu mbele yako. Watamfukuza Muhivi. Wamfukuze hivi. Na Mkanani. Na Mkanani. Na Muhiti. Na Muhiti. Watatoka mbele yako. Watatoka mbele yako. Hawa watatoka mbele yako. Ni guarantee watatoka. Maana neno limesema watatoka. Wewe sikiza sauti ya Bwana. Kazi hii nyingine ni Bwana mwenyewe ataifanya. Imefika wakati huu mwaka tunapomaliza, tumalize tukiwa maadui wametolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kila ukilala unalishwa nyama tu. Mwamsheni huyu amelala. Mwambieni usingizi ni jana. Asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukilala usingizi unalishwa nyama, hujui zimetoka wapi. Ukiamuka asubuhi tumbo linauma. Kwani hawa maadui Bwana ameahidi atadili nao, pone hadili nao. Lazima kama ni sauti basi tunaanza leo. Tuisikize kikweli kweli. Na tumwambie Bwana sasa, tekeleza wajibu wako. Bwana Yesu asifiwe. Na mwaka huu sioni nikikaa mbali, niko area. Bwana Yesu asifiwe. Nikitoka kidogo narudi mbio. Lazima adui aondoke, watu wawe huru na Mungu atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Anza leo kusikiza sauti ya Bwana. Soma. Sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja. Sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja mara moja. Kwa nini? Nchi isiwe ukiwa. Nchi isiwe ukiwa. Wanyama wabaya wakaongezeka. Wanyama wabaya wakaongezeka. Kukusumbua. Wakakusumbua. Kwa hivyo atafukuza Muhivi. Angoje kidogo afukuze Mkanaani. Angoje kidogo afukuze Mperesi. Unaendelea kupata amani. Bwana Yesu asifiwe. Dawa ni kusikiza sauti ya Bwana na kuondoa kisirani mbele yako, kisiweko tena. Unajua kuna watu wana visirani, kuna watu wanatembea na visirani. Kuna visirani vya sirini na visirani vya waziwazi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima vihame. Vitoke. Vitoke. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wana visirani. Mumeo kama ameenda kazini unatamani awe hapo mpige story, lakini akibisha mlangoni unahisi kutapika, tumbo linaanza kungorota na hamujakosana na hujakaa siku moja ukajiuliza mpone, manake umefunikwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jamaa mmoja aliniita kwa kesi yake, nikaenda kusikiza mazungumzo, alikuwa wanakosana na mkewe. Nikaenda huko, ananiambia nikiwa kwa dereva wa tukutuku jamaa, ananiambia nikiwa kazini, yani natamani nirudi mapema nikae karibu na mke wangu tuzungumuze tukicheka, yani nijisikie mke wangu yuko hapa. Lakini cha kushangaza nikipaki tukutuku niingie, nikimuona tu natamani nimtukane. Ile roho imeniacha. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hivi kuna watu, mtu anatoka kwake nyumbani, naenda kanisani niombe, akikaribia kanisa hiyo roho ya maombi imemwacha. Kisirani. Ukifika hapa unatafuta neno la kuomba hupati, na umetoka nyumbani, naenda kanisani niombe leo, naenda. Ukifika hapa unabaki roho ya kisirani imekutangulia. Alafu cha kushangaza, haufikirii ukajiuliza, mbone nimesema naenda kuomba, mbone nimefika maombi hakuna. Unabaki asante Bwana, asante Bwana, asante Yesu. Na washukuru nini sasa? Nini? Bwana Yesu asifiwe. Kisirani lazima iondoke. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wanawake hata leo wako hapa, mtoto ameenda shule anatamani arudi. Mwanangu atarudi saa ngapi jameni? Angekuwa hapa ningesikia, lakini akimuona ameanza kumtukana. Kisirani, roho ya kisirani. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ulioitiwa, ukifika pale kazini tu unafanya siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, unahisi kusinywa na hiyo kazi. Sasa umebaki uko pale tu, lakini umesinywa. Kisirani kiko pale. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Hiyo roho lazima ihame, lazima iondoke. Na ni leo tumwambie Bwana, tumerudi chini, tuisikize sauti yako, hutuondolee kisirani hiki kinachotufuata. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, nimegundua hakuna mtu alizaliwa mzinzi, hakuna. Ni roho humfuata. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Ni roho, na hiyo roho ikikuandama, basi nakumbuka mchungaji mmoja aliachiwa bibi na mzee wake wa kanisa. Si ni mchungaji? Sasa akaachwa mikononi mwake, maana yule bwana amepata transfer, ameenda kazi mbali. Akamwambia kumwamini hapa kanisani ni wewe baba mchungaji. Kwa hivyo mke wangu huyu, mama, tulikesha juzi, leo ni ibada. Akamwambia mama anafanya kazi mbali hotelini, anatoka usiku saa 4, chukua pikipiki kamchukue pale stage, usafirishe nyumbani baba mchungaji, alafu rudi kwako, mimi niko transfer huko mbali. Baba mchungaji naye akaona ni kweli, ni mwanangu, wacha nimsaidie. Kumbe kwa mama kuna kisirani. Mwambie jirani yako, kisirani ya uzinzi leo itoke. Toke kabisa, iondoke. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mchungaji anakaa kwa nyumba, na mama mchungaji anajua kabisa mzee Andrew Kalama amesafiri. Kwa hivyo baba mchungaji ataenda kumpasi escort mama wa Andrew pale nyumbani, arudi. Kuna dhambi hapo? Halo, kuna shida? Lakini kisirani iko kwa mama kumbe, na mchungaji hajui. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda akamchukua mara ya kwanza, akampeleka nyumbani, akaaga, kaenda zake. Mara ya pili akaenda, akifika tu mlangoni, haya mama, fungua mlango, ingia kwa nyumba, mimi naenda zangu. Barikiwa baba mchungaji. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, fika mlangoni, baba mchungaji, si leo nikupikie chai, angai kazi unaifanya, ingia ndani. Kumbe si chai, hata mkate pia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ukiniambia ni kwa escort naita mke wangu, tuwe wawili. Na kama sitapata mke wangu naita mzee wa kanisa. Kama niko peke yangu siji. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji akajiona, mama huyu kwa vile tunaheshimiana, acha niingie ndani,
anipikie hiyo chai. Akaingia akakaa kwa kochi kisirani, na nena habari ya spiriti ya kisirani. Bwana Yesu asifiwe. Akakaa kwa sofa, mama akaambia, akawasha gasi ngaa, akajua chai kweli yacha. Mama akaingia huko bedroom, si kuna master bedroom huko, kuna bafu kabisa. Mama akaingia bafuni, akaoga mara moja na akaja na leso peke yake. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Haya, niambie wewe, alizaliwa mzinzi huyo? Kuna kisirani inakuja ndani ya mtu, inambadilisha, inamtumia vile atakavyo. Leo roho ya kisirani ihame. Mchungaji jicho likamtoka. Anaambiwa, baba mchungaji, relax. Leo unakunywa chai na mkate na Blue Band. Kwa hivyo relax. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baba mchungaji zimemwaga, manake akitoka mbio mama atapiga nduru. Na vile dunia yote inasikiza wanawake, dunia nzima sasa inaangalia wanawake. Kwa njia tu unatembea hivi na ajiangusha hapo, huyo amenishika wote, hata mimi kama ni karibu nageuka. Nitakuja uliza baadaye, lakini kwanza nitasema wewe mbaya sana wewe. Maana dunia nzima inaangalia wamama. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya kisirani. Yule mchungaji akamwambia mama, basi hata usiwe na shida, hata mimi niko ange kama hivyo, wacha nikaage nije. Tayarisha chai sasa hivi, tasema kule naenda kesha. Kumbe anatafuta mwanya apenyeze angani, kanyage nje tu. Hapo alipofungulia kama basi harakisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ikawa ndio hiyo kazi imeisha ya kupeleka huyo, kumbe ni nyoka. Lazima tujue kuna roho zingine zinakuandama wewe. Ndo kisirani zinazokuzuia kufika mahali Mungu alipokutengezea. Ndio maana nikatangulia kusema kuna watu anajiuliza, mbone niko hivi? Na ndoto yake haikuwa ya kuwa hivi alivyo. Hii imekuja kutoka wapi? Kisirani ihame. Kisirani ihame. Bwana Yesu asifiwe. Soma hebu pale, nataka tumalize. Nasikia nguvu za Mungu zimeteremka. Nitawafukuza kidogo kidogo. Nitawafukuza kidogo kidogo mbele yako. Mbele yako. Hata watakapoongezeka wewe na kuirithi hiyo nchi. Mpaka utakapoongezeka wewe na kuirithi nchi. Nami nitakuwekea mpaka wako. Na nitakuwekea na mpaka wako. Tangu bahari ya Shamu. Tangu bahari hii. Hata bahari ya Wafilisti. Hata bahari ya. Tena tangu bahari ya jangwani. Tangu bahari ya jangwani. Hata kwa mto. Mpaka kwa mto. Kwa kuwa watawatia wenyeji wa nchi mikononi mwako. Kwa kuwa nitawatia wenyeji wa nchi mikononi mwako. Nawe utawafukuza mbele yako. Nawe utawafukuza. Sasa wenyeji wa nchi umeachiwa wewe. Wale wengine ni wa Mungu, lakini wenyeji wa nchi Mungu atawatia mikononi mwako, uwafukuze mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni vile vipepo vidogo vidogo, vile vipepo vidogo vidogo vile vya kukufuata na mdomo mrefu, hivyo utafukuza mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuondoe roho ya kisirani inayozuia maendeleo yako, inayozuia kufunguliwa kwako. Hata sasa kuna watu wako hapa wamekuja wanasema leo mimi nitaita Mungu, lakini sasa roho ya kuomba imemtoka, anatamani aende nyumbani. Wako hapa wanatamani kwenda nyumbani. Muulize mwenzako, ni wewe? Musimone umuulize. Muulize, ni wewe?
Si umshike mkono, ni wewe. Anawaza kwenda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Roho hiyo ya kisirani ikija juu yako inakumaliza, na usipoijua inafanya makao kwako na kwa jamii yako. Ndio maana nikamwambia jana kulilipuka kule, dakika kidogo nasikia best lady hayuko huko kwa rumu, choma pepo toka, kumbe ni yeye kisirani. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tukatae, lazima tukatae. Hatutaishi kwa kuabudu miungu, hapana. Tunaye Mungu ambaye alituita tumwabudu, na kwa sababu hiyo tutamtegemea yeye peke yake. Visirani vikahame. Wewe si mtu wa kuombaomba. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sio mtu wa kuombaomba. Asifiwe Yesu. Wewe sio mtu wa kuteka. Kinachokutesa ni roho iko juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sio mtu wa kuhangaika. Kinachokuhangaika ni spiriti iliyotuma juu yako ikutese. Leo lazima itoke. Lazima itoke. Na maandiko yamesema hakutakuwa na mtu mwenye kuharibu mimba. Kwa hivyo mimba hazitatoka. Hazitoki. Inaanza kuwapeleka mbele. Kuna watu hapa visirani vinaondoka. Visirani vinaondoka. Leo vinaanza kwenda. Vinaanza kuenda. Nipeni njia vizuri, maana wanaweza kwenda kwa miguu yao ama wakafanya kupelekwa. Lazima hivyo visirani vihame. Bwana Yesu asifiwe. Toeni ule mtoto pale. Huyo mtoto hapo. Visirani lazima vianze kwenda. Toa njia hapo. Pelekeni ule mama pale mbele. Huyu mama. Na mkimubeba msimbebe kama mtu aliye, mjue kuna spirit inalipuka. Akiwa spiritually mnambeba vizuri. Shikeni mkono yake. Peleka pale mbele. Visirani. Visirani. Roho ya kisirani lazima ihame. Lazima ihame. Roho ya kisirani iliyopandwa juu yako lazima ihame. Lazima ihame. Haiwezekani. Haiwezekani. Watoto watulie. Haiwezekani. Haiwezekani. Mkalisheni, mpikisheni magoti, msishikilie hivyo. Msishikilie hivyo. Kamera nataka utafute mahali, ungepanda pale juu. Ungepanda pale juu. Visirani vinaanza kutoka. Roho za kuharibu mimba ambazo zimetuma hakuna tena. Kutoka leo ninazitangaza katika jina la Yesu. Waleteni huko wageni kwa jina la Yesu. Lazima visirani vitoke. Roho za kisirani zihame. Lini? Inua mikono yako miwili juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Siku ya leo nakataa roho ya kisirani kuniandama mbele yangu kila wakati. Nimekataa. Simama kila mmoja hapo ulipo. Nileteni ule mama pale. Na mshike vizuri, ana mimba. Yule mama mwenye nguo nyeupe mgongoni, kama talete hapa. Kisirani. Roho za kisirani waliokufunga. Sawa. Waliokufunga lazima wakuachilie.
Kwa nini uteseke? Miaka enda miaka rudi, mateso ya kuzunguke. Lazima. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Lete mbele huyo mama. Kucha hapa mama. Kucha hapa. Kisirani. Hiyo roho ya kisirani lazima itoke mbele yake. Lazima itoke mbele yake. Shika mkono huu. Kamata. Kamata. Unataka kuharibu mimba? Unataka kuharibu mimba? Si ndio? Si ndio? Haitatoka. Haitatoka. Natabiri. Natabiri. Haitoki. Haitoki. Katika jina la Yesu. Teka nyara hiyo mimba, kuharibika hakuna. Ishindwe. Peleka pale. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kisirani. Roho za kisirani. Roho za kisirani. Roho za kisirani. Lazima zihame. Lazima zikahame. Mtu wa Mungu, omba ukiwa hapa. Lazima zikahame. Inua mikono yako mwili juu. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako mchana wa leo. Nimeamini kisirani mbele yangu kinachoningoja na kinachofuata watu wangu. Kuanzia sasa hivi nimekataa. Bwana wangu nisaidie. Soka mbele kila mmoja. Huyu mama sogezeni hapa. Sogezeni huyu hapa. Uliyotenda Baba, uliyotenda. Achilia moyo wako. Uliyotenda Bwana, uliyotenda. Tenda sasa. Uliyotenda. Achilia moyo wako. Uliyotenda. Tenda Bwana, uliyotenda. Tenda sasa. uliyotenda Yesu, uliyotenda. Tenda sasa. Uliyotenda. Inua mikono yako miwili juu wewe. Moyo. Sasa. Achilia moyo wako. Kinachokutesa leo kimepata dawa. Yesu yuko mahali hapa. Anaondoa. 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 Tenda utende sasa. Mungu wa mbinguni. Mbona nini Baba? Watateseka hivi. Tenda sasa. Uliyotenda. Uliyotenda. Tenda sasa. Kaeni makini hapa. Maana hii ni potosa. Kaeni makini. Uliyotenda. Bwana, uliyotenda. Tenda. Naona hawa. Tenda. Bwana, uliyotenda.
kisirani, hii kisirani, aliletewa kisirani, akataliwe. Leo, 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 weka, 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 weka leo, weka leo, weka leo, hii kisirani, kisirani hiyo, kisirani hiyo, kisirani hiyo, itoke, 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 kisirani, iende, 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 kisirani, iende kabisa, hamisha kabisa, kataa kabisa, moja wewe, kanyaga kabisa, hiyo kisirani, hiyo kisirani, hiyo doke, magonjwa yote, amesema hapa, hakutakuwa na magonjwa, nitaondoa magonjwa. Sasa, inahama, inahama, inahama hiyo, inaondoka hiyo, hiyo, leo ihame, leo ihame, leo ihame, hiyo kisirani, hiyo kisirani hiyo, inahama leo, kuna mambo mengi umekuwa kuomba Mungu miaka mingi bila kupata. Hebu leo mwambie Mungu, wakati usipite bila kutenda muujiza. Haleluya. Tenda muujiza, Tenda Bwana, tenda muujiza, usiache Mungu mwaka upite bila kutenda muujiza. tenda sasa, Tenda muujiza, tenda, tenda muujiza, usiache, usiache Mungu usiache, mwaka upite bila kutenda muujiza. Ni kweli ndugu yangu umeteseka, umeonewa vya kutosha. Leo mwambie Yesu, mwaka usipite bila kutenda muujiza. Kazini mwako unanyanyaswa na wala una mtetezi. We walio wageni wanapandishwa vyeo, na wewe unacho huku unastahili. Sema sasa kwa Yesu, Tenda muujiza, tenda, tenda, tenda muujiza, usiache, usiache Mungu mwaka upite upite bila kutenda muujiza. kutenda sasa, Tenda muujiza, tenda Yesu, tenda, tenda muujiza, usiache, usiache Mungu mwaka upite upite bila kutenda muujiza. uliokoka ukarudi nyuma, hizo tamaa za kurudisha nyuma tena. Leo mwambie Yesu, parapanda isije bila kukupa wokovu. Nawe mtenda dhambi, rafiki yangu sikiliza, utatenda dhambi zako mpaka lini? Leo mwambie Yesu, mwaka usiishe bila kutenda muujiza. Tenda Bwana Yesu, Tenda muujiza,
tenda Baba, tenda muujiza. usiache Mungu, usiache mwaka upite bila kutenda muujiza. tenda sasa, Tenda muujiza. tenda Bwana, Tenda muujiza. usiache Mungu, usiache mwaka upite bila kutenda muujiza. umekuwa na madeni miaka mingi, una amani wala una raha. Leo mwambie Yesu, mwaka huu usipite bila kutenda muujiza. Umeumwa siku nyingi mama yangu, una majaribu na mapito mbalimbali. Leo mwambie Yesu, mwaka huu usiishe bila kutenda muujiza. Tenda Baba, Tenda muujiza. tenda Bwana, Tenda muujiza. usiache Mungu, usiache mwaka upite bila kutenda muujiza. tenda Bwana, Tenda muujiza. tenda Baba, Tenda muujiza. usiache Mungu, mwaka upite bila kutenda muujiza. Nakutakia amani, nakutakia maisha mema. Mungu akubariki, Mungu akukumbuke, Mungu akufute machozi kwa jina la Yesu. Amen. Kuabudiwa ni wewe. Haleluya. Unaweza mfalme, simba wa kabila la Yuda.
utatenda mambo makubwa zaidi ya niombavyo.